Watumiaji wa vyombo vya moto nchini Tanzania wanaendelea kushuhudia ongezeko la bei ya mafuta licha ya serikali kutoa ruzuku ya shilingi 259 kwa kila lita ya dizeli ili kupunguza maumivu kwa watumiaji wa dizeli nchini. Ongezeko hilo lililoanza kushuhudiwa mwanzoni mwa Machi 2026 limewafanya watumiaji wa nishati hiyo kutoboa mifuko yao karibu mara mbili au zaidi ya ilivyokuwa mwanzoni mwa Januari, Februari na miaka ya nyuma. Taarifa ya Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji EWURA iliyotolewa usiku wa kuamkia Aprili 6, 2026 inabainisha bei ya rejareja ya petroli kwa mwezi huu itakuwa shilingi 4115 na dizeli shilingi 4248 kwa lita. Bei hizo zinazotumika jijini Dar es Salaam zimeongezeka kwa wastani wa shilingi 295 kwa petroli, huku dizeli ikiongezeka kwa shilingi 442 kulinganisha na bei ya shilingi 3820 na shilingi 3806 mtawaliwa iliyotumika mwezi uliopita. Kwa ongezeko hilo jipya, shilingi 10,000 kwa sasa itanunua lita 2.43 za mafuta ya petroli ikilinganishwa na lita 3.49 zilizopatikana Machi 4, 2026, wakati lita moja ya petroli ilikuwa ikiuzwa shilingi 2864. Kwa lugha rahisi, unaweza kusema kupanda huko kwa mafuta kumepunguza karibu lita 1.06 ya petroli kutoka kiwango kilichokuwa kikipatikana mwezi uliopita. Hii ni sawa na kusema mmiliki wa gari aina ya RAV4 kwa sasa analazimika kutumia shilingi 205,750 kujaza tanki la lita 50, tofauti na awali alipokuwa akitumia shilingi 143,200 zilizotumika Machi 4, 2026, ikiwa ni ongezeko la shilingi 62,550 ndani ya miezi miwili. Ukilinganisha na Disemba 3, 2025, ambapo lita moja ya petroli ilikuwa ikiuzwa kwa shilingi 2,749, gharama za kujaza lita 50 ilikuwa shilingi 137,450 pekee, ambapo ni ongezeko la shilingi 68,300 kwa bei ya sasa. Kwa baadhi ya wananchi, hali hii sasa imeanza kuathiri mitindo yao ya maisha. Baada ya kufanya safari zisizokuwa za lazima, wameanza kupunguza matembezi. Madereva wa bodaboda nao hawajaachwa nyuma. Baadhi yao wanatumia kati ya shilingi 45 hadi 46 kujaza mafuta kulingana na ukubwa wa tanki na matumizi ya kila siku, ikiwa ni ongezeko la takriban shilingi 5,000 kwa kipindi cha miezi miwili. Kuna auheni kidogo kwa watumiaji wa diesel. Huenda bei ya diesel ingeongezeka zaidi kama serikali isingeweka ruzuku ya shilingi 259 ambayo imekuwa ikipigiwa chapuo na wadau mbalimbali nchini. Ruzuku hiyo imekuwa ikitekelezwa mara kwa mara pale tu bei ya nishati inapopaa ili kutoa auheni kwa watumiaji. Mathalani mwaka 2022, serikali iliweka ruzuku ya shilingi bilioni 100 baada ya bei ya mafuta kupaa. Bei elekezi ilitoka shilingi 2,969 hadi shilingi 2,888 kwa petroli, na dizeli kutoka shilingi 3,125 hadi shilingi 3,083. Maumivu ya bei mpya ya mafuta kwa mwezi Mei itawagusa hadi wanaotumia usafiri wa umma, ikiwemo daladala, pamoja na wananchi wa kawaida wanaotegemea bidhaa na huduma zinazotumia nishati hiyo katika usafirishaji. Kwa mujibu wa EWURA, sababu kubwa inayochochea kupanda kwa bei hii ya mafuta ni kwa sababu ya vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kati ya Marekani, Irani pamoja na Israeli. Vita hivyo vimeharibu miundombinu ya uzalishaji na usafishaji wa mafuta na kupunguza upatikanaji wa bidhaa hiyo duniani, hivyo kusababisha bei kupanda kulikochangiwa zaidi na kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz unaopitisha karibu 20% ya mafuta duniani. Pamoja na hayo, kupungua kwa mzunguko wa meli na msongamano unaotokana na kufungwa kwa njia hiyo kumesababisha ucheleweshwaji wa mizigo na kuongeza zaidi bei ya mafuta katika soko la dunia. Bei za mafuta yaliyosafishwa katika soko la Kiarabu ziliongezeka kwa 71%, 117% na 122% mwezi Aprili 2026 kutoka wastani wa dola za Marekani 71.76 kwa pipa, dola 85.99 kwa pipa na dola 85.34 kwa pipa mwezi Februari 2026 kwa petroli, dizeli, mafuta ya taa mtawaliwa. Mwezi Mei 2026, gharama hizo kwa bei za mafuta zilizopokelewa kupitia bandari ya Dar es Salaam ziliongezeka kwa wastani wa 6.2% kwa petroli, 5.4% kwa diesel na 7.2% kwa mafuta ya taa.
Serikali kupitia EWURA imesema inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha mafuta yanapatikana nchini wakati wote, pamoja na kudhibiti athari za kiuchumi na kijamii zinazoweza kujitokeza kutokana na kupanda kwa bei hizo.